Korea Kaskazini imekuwa ikiongozwa na familia moja tangu mwaka 1948. Lakini sasa kuna uvumi mkubwa. Je, nchi hii yenye mfumo wa kifamilia wa kidume inaweza kuongozwa na mwanamke kwa mara ya kwanza? Taarifa za hivi karibuni kuhusu binti wa Kim Jong-un aitwaye Kim Jong-il zinaonyesha dhahiri uwezekano wake wa kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini, na ikumbukwe kuwa familia ya Kim imetawala Korea Kaskazini tangu kuanzishwa kwa nchi hiyo. Baba wa sasa, Kim Jong-un, ni mtoto wa Kim Jong wa pili ambaye alikuwa kiongozi kutoka mwaka 1994 hadi mnamo mwaka 2011. Mfumo wa familia hii unaitwa damu takatifu, hii ikimaanisha kuwa wanasiasa wa familia ya Kim pekee ndio wanaostahili kuongoza taifa la Korea Kaskazini. Hadi sasa Korea Kaskazini haijawahi kuwa na kiongozi mwanamke, na uongozi wa taifa hili umejikita katika mfumo wa kifamilia na wa kijinsia, yaani wa kidume. Kwa mujibu wa ripoti kutoka BBC inaeleza kuwa shirika la kitaifa la kijasusi la Korea Kusini NIS limedokeza kuwa binti wa Kim Jong-un aitwaye Kim Jong-il anaonekana kuwa mrithi wake wa baadaye. Kim Jong-il mwenye umri wa miaka 10 hushiriki katika shughuli za kisiasa na za kijeshi akiwa pamoja na baba yake. Ameonekana pia katika hafla mbalimbali kama uzinduzi wa makombora makubwa ya masafa marefu ICBM na gwaride la kijeshi, ambapo amepokea saluti za makamanda na wakuu wa kijeshi. Taarifa hizi zinapendekeza kuwa baba yake anajiandaa kuwaonesha raia wa Korea Kaskazini kuwa binti yake anaweza kuendeleza urithi wa familia ya Kim. Kuonekana kwa Jong-il hadharani ni jambo lisilo la kawaida. Familia ya Kim imekuwa na siri kuhusu watoto wake kwa miaka mingi, na kuonesha mtoto hadharani katika hafla rasmi ni njia ya kisiasa ya kumtambulisha kama mrithi ajaye. Hii pia inaweza kuwa mkakati wa muda mrefu wa kuhakikisha raia wanamuona kama kiongozi wa baadaye, ingawa bado ni mdogo sana na hakuwa na madaraka rasmi. Korea Kaskazini imejikita katika mfumo wa kifamilia wa kidume, na mpaka sasa hakuna mwanamke aliyewahi kuwa kiongozi wa taifa hili. Wachambuzi wanasema kuwa mwanamke kuwa kiongozi huko Korea Kaskazini huwa ni changamoto kubwa sana. Hali hii hutokana na historia ya kijinsia ya damu takatifu ya familia ya Kim. Kwa hiyo kumtambulisha Kim Jong-il mapema hadharani inaweza kuwa njia ya muda mrefu ya kuhakikisha anapokelewa kwake siku atakapokuwa mkubwa. Mnamo Septemba mwaka 2025, Kim Jong-il alionekana kwa mara ya kwanza nje ya Korea Kaskazini katika ziara ya Beijing huko nchini China. Safari hii ilichochea mjadala mkubwa duniani kote na kuongeza uvumi kuwa huenda Kim Jong-un amemchagua binti yake kuwa mrithi ajaye. Safari hii pia inaashiria kuwa Kim Jong-il anafunzwa kijiografia na kisiasa, jambo ambalo linahusiana na maandalizi ya kiongozi wa baadaye. Ingawa Kim Jong-il anaonekana kuwa mrithi wa kidhahiri, hakuna ishara kuwa mabadiliko ya uongozi yatatokea hivi karibuni. Kim Jong-un bado ni kijana na hana matatizo makubwa ya kiafya. Hata hivyo, uwepo wake mara kwa mara katika hafla za kisiasa unachochea mjadala kuhusu mustakabali wa uongozi wa Korea Kaskazini. Dunia inaangalia hatua hii kwa umakini mkubwa, na uchambuzi wa kimataifa unaonesha kuwa hali hii inaweza kuwa njia ya kudumisha utawala wa familia ya Kim, huku wanasiasa na raia wa kawaida wakijiuliza kama mwanamke anaweza kuiongoza nchi yenye mfumo huu wa kidume wa kifamilia ya Kim. Kim Jong-il ni mtoto mdogo anayehubiriwa kuwa mrithi ajaye. Safari yake ya kuwa kiongozi haiwezi kufanyika kwa haraka, lakini kama atafanikiwa siku moja,
Hii itakuwa historia mpya kwa Korea Kaskazini na mabadiliko ya siasa yenye thamani kubwa. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti kutoka BBC. Kwa habari za kina na matukio ya moto kutoka ndani na nje ya nchi, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili usikose taarifa yoyote mpya, lakini pia share video hii kwa wengine. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.